tusome neno katika kitabu cha Proverbs chapter 18 verse 14. Proverbs 18 verse 14. Na siku ya leo ninajua Mwenyezi Mungu atakusaidia na anisaidia kujiona hili neno litumulike ili tuweze kuuncover mizizi ya rejection. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba the spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear. Haleluya. Roho ya mtu itastahimili udhaifu wake, bali roho iliyovunjika nani awezaye kuistahimili? Roho ya mwanadamu wakati mtu anakataliwa, hiyo roho ndio inavunjika, inakuwa wounded. Mtu anaweza kujeruhiwa mwili, your physical body. You can also be wounded in your spirit, in your soul. Afadhali mtu mwenye amejeruhiwa mwili, kwa sababu anaweza pelekwa hospitali atibiwe kama vile dada yetu ametibiwa. Mwenye amejeruhiwa moyo, kwa sababu sikizeni wapendwa, moyo ndio unaweza kustahimili wakati mtu ako na shida. Wakati mtu anafika mwisho, unakuwa na jambo linakukuta baya sana, ni moyo wako unakwambia hapa haujafika mwisho, now stand. Kuna maisha, simama, enda, ni moyo wa mtu. Wakati unakutana na watu wabaya sana katika maisha, labda unaolewa, labda unaoa, labda unakuwa na watoto, unakutwa na kijambo kikubwa. Nani anakuvumilisha? Your spirit, your inner man, your inner person is the one who comforts you. Sasa kama amejeruhiwa huyo, nani atakutia nguvu? If your spirit is wounded. Sikizeni wapendwa, wakati mtu anajipanga, anapata mtoto, anafunga mimba, kana kenda kagaterere, natirenda mwana ni ndiraikari kugea mwana, ni akano tutendeo ekekwire, huwa unajeruhi the spirit of that child. Huwa unajeruhi no nakora kana kau umekira kakiro, unaitia kidonda cha milele the spirit of that child. Kwa hivyo wakati wowote, sikizeni wapendwa, mizizi ya kukataliwa inakuja kwa njia nyingi. Tunapolea watoto, mkiwa wazazi, mkizoea kukosana kila wakati, watoto wanaona mama akipiga baba, watoto wanashuhudia baba akimjeruhi mama, watoto huwa unakwaruza mioyo yao. Hiyo ndio tunaita rejection. Huwa unatia majeraha katika nafsi zao. Kama vile unaweza jeruhiwa mwili, tuseme ya kwamba labda wewe ni mzee na mko na bibi yako vizuri, siku ya leo mnakosana kidogo, unaenda unachukua mwanamke mwingine na unaleta, unakuwa na bibi wangapi? Wacha nikwambie, hawa watoto wenye umeletea bibi mwingine, huwa unawajeruhi huko mioyo yao, na hizo vidonda huwa zinamwaga tu damu bila kujua kwamba wamekuwa wounded. Kwa hivyo siku ya leo tunaangalia hizo mavidonda, irodesho juu godiko uone, ndizo tunataka kuangalia ni zipi na effects ambazo zinaletwa na hizo vidonda. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inatuambia kwamba the spirit of a man sustains him in bodily pain or trouble. The spirit of a man, roho wa mundu niguo umomagiriria riria ari murwaru, no roho muthutheku no ungihota kuitiria. In other words, hata nikikomaa niwe mzee kama hivyo niko,
na nilikuwa wounded na mama nikiwa mdogo, moyo wangu hautaweza kusustain yale mambo niko nayo, familia, kikazi, kitabia, kwa sababu my spirit is wounded. Ginyanagera hatuwe hamwe. Kuna levels ama kuna degree za rejection. Kuna mtu anaweza kuwa amejeruhiwa sana. Kuna mtu anaweza kuwa hajajeruhiwa sana kiroho. Kuna mwingine anaweza kuwa amejeruhiwa sana. Kama venye tulikuwa tunasema ya kwamba mtoto anazaliwa lakini anakuwa adopted, anachukuliwa, analelewa lakini sio mzazi. Watoto wanakuwa wanazaliwa lakini wanakuwa forced, wanafosiwa, endeni mkalelewe na aunti wenu, endeni mkalelewe na ile mama wa kambo. Sasa unaona hawa ni watoto wa kulea. Kwa hivyo yale ambayo hawa watoto huwa wanapata majeraha katika mioyo yao, na hayo majeraha huwezi kuyaona wakiwa chini, huwezi kuyaona, lakini they are wounded, their spirit are wounded. Ni mioyo inatoka damu, mena mioyo gosh shirile majeraha. Kwa hivyo children are especially vulnerable to the damage of rejection because they are still developing their identity and learning about who they are. Children, watoto huwa wanajeruhiwa sana wakiwa wadogo. Msikize hapa kidogo. Watoto huwa wanapata haya majeraha sana kwa sababu ndio wanakuwa. Sikizeni. Sasa ukipiga mama watoto, umpige aguke watoto wakiwa hapo, kwa sababu ni wakati wana develop their identity, huwa unakwaruza mioyo. Huyo mtu majeraha yale anapata yataonekana akiwa juu, hicho kidogo huwa kinaenda kikikuwa kikubwa. Wakati ataoa na aolewe, ndivyo atakuwa anaangalia kile ambacho ulimjeruhi ndicho huwa kinafanya kazi. Kwa hivyo sehemu ya kuna watu wamejeruhiwa zaidi na kuna watu majeraha yao sio deep. Hivyo ni kusema ya kwamba kama ulijeruhiwa ukiwa mtoto, labda mtoto akadhulumiwa kimapenzi, kimwili, labda mtoto akajeruhiwa, akakataliwa na wazazi, akauzwa, alikuwa ametaka kuuawa akiwa tumbo, mama yake akasema na huyu mtoto anaweza kufa, ama nijaribu kuabort hii mimba. Ukiwa umeketi hapo na ujue ya kwamba juzi tulikuwa tumeketi hapa tukisema kwamba na papa Komea akikuja ni vizuri tumuue, ukuje ufichurie hiyo siri, hakika hata ukikaa na mimi, hata kama hukujua, utakuwa na moyo ambao wa kukataliwa, kwa sababu nilikuwa na mpango wa kukuua. Kuna watoto wengi wamezaliwa wazazi wao bila kutaka. Kwa hivyo hao wanakuwa na majeraha ya kipekee na ni majeraha mazito. Hayo majeraha ndio nataka tuangalie kwa haraka ili Mwenyezi Mungu aweze kutubariki. The closer a person is to you, the seriousness of rejection that can wound you. The closer a person is to you, the seriousness of rejection that can wound you. Vile unaweza kuwa umekaribiwa na mtu, ndivyo jeraha la kukataliwa linaweza kukujeruhi. Vile sikizeni wapendwa, labda mko na mume wako mmekaribiana sana, he is so close to you. Venye unaamini your husband, unaamini your wife, unaamini your child, your son, unamwamini kabisa. Lakini siku moja anafanya jambo, kwa venye huyo mtu amekukaribia ndivyo anatia jeraha sana. Kwa hivyo ukitazama kukaribiwa kwa mzazi na mtoto kunaweza kuwa na jeraha kali, kwa sababu mtoto na mzazi ni watu wamekaribiana sana. Kwa hivyo vile mmekaribiana na mtu, labda ni mzazi, labda ni your uncle,
nisikizeni wapendwa, ukamfanyia kazi kwa miaka 5, labda ni your uncle, your sister, your brother. Halafu kulipofika wakati wa kulipwa, akakwambia hapa hakuna pesa zako, na badala ya kukulipa akaita askari, wakakushika, wakakupeleka ndani. Vyenye unaweza kuwa umejeruhiwa kiroho na mtu mwenye ako mbali, huyo mtu mwenye ako karibu nawe anaweza kukuweka jeraha lenye haliwezi kuisha haraka. Kwa hivyo vile umekaribiwa na mtu ndivyo anaweza kukutia jeraha. Kwa hivyo labda ni mzazi wako, labda ni mtu wa karibu nawe akadhulumu mtu kimwili, labda ni pasta amekukaribia sana akakufanyia kijambo. Unaona, hilo jambo huwa linaweka jeraha in your spirit, jeraha ambalo haliwezi tibika. Lakini siku ya leo tutaona ni vipi, ni namna gani Mwenyezi Mungu anaweza kutuponya. Authority figures are also able to deeply wound you. Authority figures, wale watu wako katika authority, labda ni mwalimu, labda ni bishop, labda ni pastor, labda ni mzazi. Authority figures are also able to deeply wound you because you look up to them and rely upon them. So authority figures, ama wale watu ambao wako karibu na wewe na ni wakubwa, wanaweza kukujeruhi sana. Kwa hivyo wakati wowote umesimamia pahali ukiwa mtu wa Mungu, una watu wako chini yako, ni vizuri kuchunga ni maneno yapi unaongea. Number 1, kuna watu unaweza jeruhi sana kama uko kwenye authority. Labda wewe ni mzazi, labda wewe ni mwalimu, labda wewe ni kiongozi wa wana youth, ujue uko katika authority. Kwa hivyo ukiambia hawa watoto, uambie tu mtoto, na wewe hautajisaidia, kwa sababu uko katika authority. Unaweza kuwa umejeruhi huyo mtoto sana spirit bwana, kwa sababu watu wengi wanalilai na hawa watu wenye wako juu yao. Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa hivyo kuna majeraha mengi tunaweza kuwa tumepata. Kwa hivyo tunapoendelea, nikitaka tuone mambo majeraha yenye tunapata na yale mambo maovu yanatokana na hayo majeraha, ili tuweze kujua tutatoka katika hayo majeraha namna gani. People who have received excessive amount of rejection in their past, wale watu wamepokea majeraha mengi na makubwa nyakati zilizopita, usually reflect the same rejection toward others. Sikizeni, sasa tumeanza kuingia. Wale watu wamepokea majeraha ya kukataliwa nyakati zilizopita, they usually reflect the same rejection toward others. Kama mtu ako na hiyo spirit ya kukataliwa, huwa anajiambia kwa moyo wake, I will reject you before you reject me. Mimi hawezi kabla nikatae, nitakuwa nimemkataa kitambo. Unakuta kwa nyumba watu wanaangaliana hivi. Mtu anakutai, anakuangalia ukikasirika, ili usiwe juu yake kwa hali ya kukasirika, awe juu. Kwa sababu kila wakati yani hiyo wound, hicho kidonda cha rejection huwa kinamwambia, mimi hakuna mtu anaweza kunireject. Kwa hivyo unaweza kuja uangushe kitu hapo, uone vile huyo mtu amereact, lakini ni kwa sababu ya vile alikuwa wounded in the past. Alikuwa wounded, wewe ndo ati hiyo kironda kiu ni kiigo muno, kogo ginya mwena ke nyumba no ne akorora gogo thio ako, I reject you before you reject me. Ngoro yake ni ngora mwira, huwezi kunishinda. Kwa hivyo ukimwambia na siku ya kesho wewe unastahili kwenda pahali fulani, kwa nini tusiende na wewe? Si hata wewe tuende na wewe, kwa sababu ana kile kidonda ambacho ako nacho kinamzuia. Yani huwa anatengeneza emotional walls ili asiweze kufikiwa
Ni majeraha, ni vitu ambazo tuko nazo, lakini kwa sababu sasa tumeanza kuchibua hizi vidonda, ukienda kwa daktari huwa anaenda mpaka penye kidonda kiko, hata kikiwa kiko wapi, hapo ndipo daktari huenda. Tusipoenda katika vidonda vyetu vya kukataliwa katika maisha, hatuwezi pona. Hatuwezi pona. Tunasema ya kwamba people who have received excessive amount of rejection in their past, they usually reflect the same rejection toward others. Bwana asifiwe. Huwa anasema ya kwamba I will reject you before you reject me. Or they are like magnet attracting even more rejection. They keep leaping rejection everywhere they go. Sikizeni hapa wapendwa. Ama wanakuwa kama magnet. Wanakuwa kama magnet ya kuvuta rejection. Popote anaenda, ni lazima aende pahali ambapo atakuwa rejected. Rejection ni jambo ambalo ni baya sana. Kukataliwa ni kitu kibaya. Unaweza ona kwa sababu ya ile level ambayo umekataliwa nayo katika maisha, unaweza ona inakukaribisha katika maisha yako, inakaribisha zile vitu ambazo zimekataliwa. Unaweza kuwa tu unakutana na marafiki wenye wamekuwa rejected. Unaweza toka hapa uende Mombasa, ukaoe mtu mwenye amekuwa rejected kama wewe. Unaweza toka hapa uende Nakuru kwa sababu kuna kasichana kamekuwa rejected kama wewe. Unaweza nunua kitu kama hiki ambacho kimekuwa na watu ambao ni rejected. Ni kama magnet, unakuta ile level ya kujeruhiwa, ya majeraha uko nayo, ina attract watu wenye wako na majeraha kama hayo. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu sasa anza kutazama mambo. Na ukianza kuangalia vizuri hata kwako, kama umeoa ama umeolewa na uko ndani yetu, utaona kuna kitu umeattract kinafanana na cha mwenzako. The level of your rejection inakuallow uattract kitu ambacho kimekuwa rejected hivyo. Bwana asifiwe. Unakuwa unavuna matunda ya kukataliwa. Unaweza ajiriwa pahali unakuta watu wote wanakureject kwa sababu una attract zile vitu ambazo zimekuwa rejected. Haleluya. Kwa hivyo huyu mtu ambaye amejeruhiwa, kuna yale mambo ambayo yanafanya awe na shida kila wakati. Okay, the wounded rejected person constructs emotional walls around their hearts and typically makes vow such as no one will ever hurt me. The wounded rejected person constructs emotional walls around their hearts and typically makes vow such as no one will ever hurt me. Sikizeni hili jambo. Mtu yeyote ambaye amekataliwa katika maisha huwa anatengeneza ukuta wa kumsikia. Hakuna mtu mwenye atamkataa. They construct emotional walls around their heart. Hivyo ni kusema namna gani? They construct aggressive reactions around their heart, around their life. Yaani sikizeni hii wapendwa. Mtu mwenye amekataliwa, tunaangalia majeraha, huwa anatengeneza ukuta wa fujo. Aggressive reaction. Huwa anatengeneza, sikiza, ukuta wa hisia, emotions, ama mihemko. Huwa anatengeneza ukuta ya passive walls. They construct passive reactions around their heart. Batili, anatengeneza ukuta wa batili. Yaani kila wakati yeye ukimkaribia anaweza geuka hivi. Ushaona yule mnyama anaitwa yule hapa na mishale.
porcupine. Papa Komeli alikuwa anasema wadho. Unasema wadho? Sio wadho, ni porcupine. Bwana asifiwe. Ukikaribia porcupine cheke. Wewe inafanya hivi kwa sababu kuna tumishale tuko huko. Wewe inafanya hivi kwa sababu kuna mishale. Mtu mwenye amepitia rejection. Na usitazame mtu mwingine. Nataka ujitazame na nijitazame. Huwa ametekeleza kuta. Passive walls, aggressive walls, emotional walls. Yaani unaweza kumkaribia pande hii anakuwa emotional. Unaweza tu sema kitu, unaona huyo mtu amekuwa emotional, yani amekuwa na hasira na hisia zingine ambazo hasifai, ukaliwa niki mtu sheshecha kiyogo. Kuna pande unaweza kumkuta anakuwa aggressive. Unakuta hasira, fujo. Aggressive ni kusema namna gani? Yani ukuta wa fujo. Yani motoshe fujo. Fujo sitari si ya kawaida. Yani akona ukuta wa fujo, akona ukuta wa hisia, akona ukuta wa batili, passive. Kwa hivyo ukiwa umeoa ama umeolewa na mtu mwenye ama mumeona, kwa sababu ni rahisi sana watu wanaona wakiwa rejected. Watu wengi zote tuko hivyo. Unakuta ya kwamba unaweza jaribu sana vile mtakuta, mnaweza karibiana na mtu, lakini unapomkaribia hivyo anaelekeza upande wa fujo pande hiyo. Usiniambie hivyo. Yaani hamwezi kuagree kwa jambo lolote kwa sababu kunazo kuta. Mtu mwenye ashakataliwa katika maisha, vidoda ni hizi. Number 1, rebelliousness, uasi, koregana. Unakuta mtu hata ukimwambia namna gani, weno akoregana. Hata kama ni point, anajua ni point. Ni lazima kwanza awe na mabishano. Haitakuwa hivyo. Hata ni afadhali awe wa mwisho kusema, lakini itakuwa tu hivyo. Lakini amebishana ili msione ya kwamba amekubali. Hizo ndizo tunaita emotional walls. Afadhali akatae jambo kabisa. Sijui kama ushashuhudia haya mambo. Labda ni mzazi, labda ni bwana. Hata kama anajua ule ni mlango, lakini kwa sababu sio yeye ametoa idea, ni mtu mwingine ametoa idea, afadhali aikatae mpaka mwisho. Hata kama utamchoma na sindano hivi akataa, lakini anajua tu ni pale ya rebelliousness, uasi, koregana. Kwa hivyo kutafuta peace na mtu kama huyo, ujue kwamba ni mtu ambaye ni ude, ni mtu ambaye ako na majeraha. Tuko pamoja? Tunaelewana? Hizi ni baadhi ya vidoda. Vidoda sisi tuko namna gani? Uasi, labda ni mume, labda ni mke. Unakuta ya kwamba ukiokea jambo ni lazima hako ka jambo akaasi, akatae, no kinyaregane. Sasa na wewe kwa sababu na uko rejected, kwa sababu tulisema ya kwamba there's something we call the law of attraction. Una attract kile ambacho uko nacho. Unakuta na yeye akisema hivyo, na wewe unakuwa mkali, na wewe unakuwa aggressive. Leo uliona huko. Ona dadi iko kasabde eno eki. Nayo sijui kama watu wako hivyo. Unaona vitu viwili katika nyumba, vidoda. Adomena irota. Haleluya. Na rejection ni kitu kibaya. Rejection haijui mchungaji, the root of rejection haijui bishop, haijui ya kibisho, haijui mwalimu, haijui nani. Mtu akiwa na mizizi ya kukataliwa, tafadhali, masomo haifanyi kazi. Anaweza kusomesha watoto vizuri, akifika kwake kusikizana kuhusu hii remote, unakuta ni lazima kupigwe duru. Ni lazima kupigwe duru huko, na ni remote peke yake. Kwa sababu that person is wounded. Akona jeraha katika moyo. Kwa hivyo, ile rejection ambayo umepitia, jambo la kwanza, hizi ndizo vidoda, baadhi ya vidoda ambazo huwa tuko nazo. Kuasi.
Jambo lingine, kidonda kingine ambacho tunakuwa nacho wakati tunakataliwa katika maisha ni uoga, fear. Na uoga mwingine huwa unatupelekea katika jambo ambalo nataka kusema. Yaani uoga. Kuna uoga mwingine huwa unapeleka mtu kwa kosa la matendo ya kimwili. Nisikize vizuri. Unakuta ya kwamba mtu unaweza fikiria mtu ni kahaba ama ni malaya. Lakini lile jeraha ya rejection iko ndani yake. Anasikia akiwa peke yake hivyo. Akiona watu wengine wameolewa, akiona watu wengine wako na wasichana, yani yeye huwa anafikiria, anaona ako upweke. No kore kailetu. Kwa mwaka mmoja ako na wanaume kama 10. Kijana ako na wanawake kama 20. Sio sababu nyingine, ako na uoga fulani wa kujitarau na kutojiamini na kuona ya kwamba hana identity, hana kibali. Watu wa Mungu, hili ni jambo la kweli. Unakuta ya kwamba wakati ako katika hizo vitendo za kimwili, ndivyo anasikia sasa ndipo amefika mwisho. Sasa ako mwisho. Yeah. Unaweza kuta mtu akisema ya kwamba yeye hataki kukataliwa. Akiona ako peke yake hivyo, ni mzee labda ni kijana, ni mama, ni mzee, anafikiria ni kukataliwa, amekataliwa na ako safe. Afadhali tu atafute mwanaume mwenye wataitanishwa na yeye. Hii hapo ndipo anasikia ako sasa amekuwa accepted. Bwana asifiwe. Amen. Jeraha lingine ambalo huwa tunapata ni la kusikia kwamba tumetosha. Sisi ndio tunatosha. Self sufficiency. Kutosha. Haya ni majeraha. Self sufficiency. Mtu anajisikia kwamba mimi ndiye tu ninato hata hapa kanisani. Mimi nisipoongea hakuna mwingine anaweza ongea. Hamkutani na watu kama hao, lakini nyinyi hamwezi kutana, mko sawa. Mnakutana na watu kama hao? Lakini nyinyi hamko hivyo. Nyinyi hamko hivyo. Nyinyi mko popo. Self sufficiency. Mimi nisipoongoza hii praise, nisipoongoza wazee, nisipohubiri, hakuna mwingine. Rejection huwa inajeruhi. Hizo ni vidonda, ni baadhi ya vidonda. Haleluya. Kuna vidonda zinatokana na hizi kuta tatu. Ukuta wa kwanza tuite ukuta wa fujo. Yaani unakuta mtu tu akiguswa hivi, huyo mtu ni mzuri kabisa, lakini akianza kutoa fujo, ukiagusha kitu chake, ukimwambia tu jambo kidogo akasirike, huo ukuta, zile vidonda ambazo zinatokana na huo ukuta, jambo la kwanza huwa anakataa kufarijiwa. Refusing comfort. They refuse to be comforted. Yaani wanakataa faraja. Huyu mtu anaweza fanya jambo, anaweza patwa na jambo. Hizi ni baadhi ya vidonda ambazo zinatokana na ukuta wa fujo. Mtu anaweza patwa na jambo fulani, lakini ajikase afanye peke yake. Hatikae kwa muda ukapomwambia mtu asikuje kumfariji. Ninamaanisha hivi. Mtu anaweza kuwa na mgonjwa kwa nyumba. Kijana wake ni mgonjwa, lakini hawezi enda kwa jirani. Hata ni afadhali aite kama motorbike huko kakibie, amkibishe wa majirani wasijue kwake kuna mgonjwa. Yaani hizi ni baadhi ya vidonda. Mpaka unashitwa sasa kuambia jirani yako kuna mgonjwa, mpeleke hospitali na hawezi kataa. Kwa nini unajificha? Unakuta ya kwamba mtu hataki kufarijiwa. Unapomfariji, yaani unapompatia faraja, unapomcomfort, yeye anasikia kuwa comforted ni kama kudhulumiwa kwa njia moja ama nyingine. Sijui kama ushakutana na mtu kama huyo. Wanakataa kufarijiwa. Jambo lingine ambalo vidonda ambazo tunapata kutokana na haya mambo
ni kuwakataa watu wengine, rejection of others. Unakuta hawa watu wengine ndani mundu kehetũkĩtie, yaani kwa dunia yeye ndiye number 1. Unakuta ya kwamba hata tumwambia na watu wametusaidia sana, sawa, kwa sababu hataki mtu mwingine apate sawa sifa. Na hawa vijana wamefanya kazi, wamefanya okay, hata hataki kuiangalia, asiipokeze, ni yeye. Na hao walimu wamefanya kazi mzuri sana, hiyo na ni vidonda viko katika mioyo. Ushakuwa na mzazi kama huyo, na mzee kama huyo, na mama kama huyo, yeye peke yake ndiye anatosha. Watu wengine ni bure. Kukataa watu wengine, hata ukifanya jambo hili hawezi ku appreciate. Bwana asifiwe. Kutokubali watu wengine. Jambo lingine ama aina ya kidonda kingine ambacho mtu huyu anakuwa nacho ni harshness, ukali. Anakuwa harsh. Kitu chake akiwa nacho ni chake. Hawezi kuuza kitu chake. Yeye panga, akiweka panga kuna mtu tukana pale, akikuacha kwa nyumba aweke panga pale, ukitoa tu kuitumia pale ni lazima alikuwa kukaa. Akikuja ni lazima atapiga kelele, nani alikuwa ametoa hii panga hapo, na umerudisha na ukaweka penye ilikuwa imewekwa hivyo. Ni lazima atajua. Sijui kama hata nilikuwa nafikiria amemark. Labda amemark pale chini ameipanga. Unajua sasa kurudisha weka kwa hiyo mark. Ni lazima atajua na apige kelele. Bwana asifiwe. Unakuta kwa nyumba mtu ni mgumu, hardness of the heart. Mtu ni mgumu. Unasikia watu wakisema hii mtu shema ni murito. Hiyo mtu ni mgumu. Kusikizana yeye, hii ni murito, mtu ni murito. Mtu rioshia, muhujioshia. Ni mgumu. Kwa sababu hata mkisema na tutaenda hii gari ambayo tunakopoa tuende nayo Nairobi ama Eldoret, inalipisha pesa kiasi hiki. Lakini yeye akiwa amemaanisha anataka muende na bus. Na mnataka Nissan kwa sababu ni za washirika na tuko nazo hapa. Afadhali akasirike. Ama asema hata hiyo mikutano sitahudhuria. Atoshe meka rali mno. Mtu mgumu, watu wagumu. Adoarito. Hivyo na kwa hizo hayo ni baadhi ya vidonda, majeraha ya rejection. Wacheni wapewa wapendwa. Rejection ni kitu hatari. Ni kitu hatari. Unakuta ya kwamba mnaambiana na mume na mke, na mtoto akimaliza standard 8 tutapeleka shule Kodhika secondary ama Takaimi. Yeye akiwa na fikira zake, akiwa pahali ameketi chini, alikuwa amesema Kimathi. Ujaribu kusema pahali pengine, hiyo italeta vita. Yani ni mtu mgumu, moto hash. Wake niwe huko. Unaweza sikia akisema hapa naweza mwaka damu. Huko ndo chiteta kama. Watu wakali. Harshness. Rejection ni kitu hatari wapendwa. Rejection. Sijui kama mnajua mizizi ya rejection ni kitu kibaya. Rejection. Kidonda kingine ambacho huwa tunapata ni kuapa, swearing or full language. Swearing. Unakuta mtu akikasirika, nimekwambia haki ya Mungu. Haki ya Mungu nimesema hapa akikuja atakula hizi chakula tena. Haki ya Mungu. Kuita. Rejection ni kitu kio. Rejection inafanya mtu kuapa. Mmeapa mara ngapi? Kwa sababu ninaona mko na mdomo wako hapa, kwa sababu watu wengi huwa naapa kwa mara mingi. Hata mtu kama huyo hata akiapa usijali, ni kidonda. Ni kidonda, mwangalie tu nipo. Nimesema atakuja na sitamuongelesha. Haki ya Mungu sitamuongelesha. Lakini baada ya siku 3, wewe
huko. Na ndiye alikuwa amesema hivyo. Na labda ni mzee, ni mama. Haleluya, fanya mwenzako haifai, hakuna corona. Bwana asifiwe. Sasa watu wengine hawajui hizo ni kuta ambazo zimetengenezwa na huyo mtu. Labda umemkasirisha akatoa hiyo kuta ya fujo, anaapa, kwa sababu umenifanya hivyo na wewe usikaniope huo mtungi tena. Anaapa, sitapatia kitu tena. Ni ukuta tu ameleta, kwa sababu ni kidonda. Ukikichukua na wewe na majeraha yako ya rejection, mnakuwa ni watu wawili ambao hawatakuta. Hivyo ndivyo familia ziko. Ijapokuwa tuko wengi, ningekwambia utoke hapo ukasalimia mume wako na mke wako penye yako. Unajua kuna mtu alikuwa anasema kwamba ukitazama watu wakienda jiani kwenye hawasalimia, watu kwenye hawaongei, wakiwa serious, unajua huyo ni mume na mke. Lakini ukiona watu wanaenda wakiwa marafiki, pamoja shati mzuri na kutulia. Mzuri na kutulia hadi makirete tahiga. Bwana asifiwe. Hata mmoja anaenda akiwa pale na mwingine hapa, ni kama majeshi. Harshness, swearing. Mungu ikwate. Watu watafanya namna gani? Bwana asifiwe. Kusoea. No matauga oma. Huyu mtumia. Haha dakale mariki. Hata ni baba tena. Na kasho wanatoka kwenye hapo akirema ikaiko hitakolo tena fatu. Haleluya, haleluya. Jambo lingine, jeraha lingine ni la kuwa na mabishano. Argumentativeness. Mabishano. Huyo mtu ni lazima abishane. Vidonda vya rejection. Sasa unaona vinaenda vikibadilika. Kuna mtu anaweza pata kidonda cha rejection ukashinde ndike ile tukieramono. Kwa sababu ukimwita na simu anakuja kwako mara moja. Anaweza pendwa na watu wote. Kuna wengine akipata hiyo roots ya rejection huwa anajidharau. Anaona mimi siwezi pendwa na yeyote. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia haya mambo. Tunasema ya kwamba argumentativeness ama hoja ama mabishano mengi, unakuta ya kwamba mtu ni kwake nyumbani, lakini ile experience ambayo ako nayo mabishano, yeye ni mtu wa mabishano. Hakuna jambo anaweza kubali bila mabishano. Upende usipende, afadhali upigane. Yeah. Ukifua kwa anakuja kukuangalia venye unafua na kuisha kwa doa shitaru. Usiranui hizo kwa. Akisema anajenga kitu imekaa hivi na uko na idea ya na plan ya jambo lingine, yeye ni lazima mubishane. Hata ni afadhali akasirike, afadhali hilo jambo likose kutendwa, lakini mabishano yakue. Yani argument. Wacheni niwaambie wapendwa. Rejection. Kile kitu ambacho anajua ni hicho, hawezi rudi chini hapo. Kwa hivyo ukakutana na mtu kama huyo, labda mko na yeye kwa mabishano, ujue kwamba ni vidonda. Kwa hivyo tunapoangalia haya mambo sasa, unaweza jiangalia, unaweza angalia mume wako, unaweza angalia mke wako, unaweza angalia shosho wenu, unaweza angalia nyanya yenu, uone levels za rejection. Yeah. Anza kujiangalia pole pole tunapoendelea. Kwa nini hujajiangalia na angalia mwingine? Mabishano. Kusoea. Language ingine chafu. Kuna wengine wanakuwa na language chafu. Mtu tu akikasirika kidogo, ile language ataongea, unaweza fikiria hiyo siku ni lazima kutakufa mtu. Yaani mtu akaruta. Nyinyi mtakuta watu wako na language baya. Kuna makaka tulikuwa tumekuja na siku ile pale akakasirika pale tukikuja Kanunga. Mimi sitaki kusuburiwa kichwa, niko na ugana shetani. Mimi niko kama shetani. Kibu
hiyo kwa sababu ya rejection. Yeah. Rejection inafanya mtu akue baya. Unasikia ile ule mtu shiaruga, yani language hivyo baya, language baya, kuongea kubaya. Bwana asifiwe. Kidonda kingine unakuta mtu ya kwamba ni mkaidi, stubbornness. Mkaidi. Unakuta mtu ni mkaidi, stubbornness. Huo ni ukuta wa fujo. Yaani mtu alishiri na vito wa fujo. Ya ukuta wa emotions, ukuta wa passive reactions. Hivyo ndivyo tumeumbwa. Haujawahi kutana na mtu ya kwamba akisema ni yeye. Afadhali hata kama atakubali shiko upande, lakini kusisemekane ameshindwa. Bwana asifiwe. Kwa haraka wacha tuangalie kaukuta kingine hako kanaitwa kaukuta kabatili kanapo yani passive reaction. Tuangalie kama tungekuwa na sehemu nzuri tungekuwa tumejitayarisha tukichora kwa screen. Unakuta ya kwamba wakati mtu anakuwa na hii mizizi ya kukataliwa unakuta ya kwamba anakuwa na jambo la kujikataa, self rejection. Unakuta ya kwamba huyo mtu ako na zile anataka zile vitu duni. Hapa nisikize vizuri. Yaani inferiorities. Vitu duni ni kusema ya kwamba yeye unaweza mletea, sikizeni wapendwa. Nani mizizi ya rejection. Unaweza mletea vikombe vizuri sana za 1000, nusu dozen. Umpatia ukileta na ilikuwa nakunywa na zingine ambazo zimetopoka zinamwaga chai, anaziweka hapo. Hizo ni za kuweka, afadhali atumie tu kile kikombe kinakaa kama kia kunywa na ng'ombe. Inferiority complex. Bwana asifiwe. Ukimletea nguo ati ni mama na unafurahi sana unamletea nguo. Mam, hapa nimenunua nguo. Hiyo nguo itawekwa miaka 3. Ni ya kuvaliwa sikukuu peke yake. Afadhali hata pale pekine akienda aende na kunia. Lakini asivai hiyo inferiorities. Kuna mzee mwingine tulikuwa tumekutana naye juzi akiwa na zile mabirika kuku za kitambo. Mabirika akaniambia nani mtu kama shamba lake ni dogo halijarudi chini ya eka 10. Akaniambia mimi huwa nataka hizi vitu kukuza na nikiziweka kwa nyumba nizionage. Huwa zinanifurahisha sana. Unaona haka kabirika niliachiwa na yule mama tumezika pale. Vitu duni. Huwa na watu. Bwana asifiwe. Hata siku ya kama ya leo ni Sunday, unaweza enda huko kwa plot. Ukute kuna matajiri wako huko kwa hoteli wakikunywa chai. Lakini mwenye amecheka hiyo nyumba ya ghorofa na hiyo shamba imeteremka huko imejaa majani. Yeye utamkuta huko akiwa na kapaka anasukuka shamba na ni Sunday, akikatakata tu majani hivi na paka na kambuti na kikoti kingine kinanuka. Inferiority. Rejection. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa, hebu imagine tabia kama hizo ukiwa nazo ni mume na mke. Ukiwa nazo. Yeye mlihama kwa hii nyumba ikiwa ya nyasi. Ni ya nyasi. Na mmehamia ingine ya mawe pale. Mkimaliza mzee anasema, mimi nitalala hiyo, acha nikakaa hii kidogo, nitakuja hiyo baadaye. At least nimalize miezi 2. Unashindwa anafanya nini hii nyumba? Watoto mpaka wanasema hatutakuwa tukisaidia baba. Tulimjengea nyumba na hataki kuhama. Bwana asifiwe. Hivyo yani hautaki kuhama, hautaki kuadvance. You don't want to advance
in your life. Kuna watu wataki ku advance. Kama venye tuko hapa, venye Dani anatuambia, ni vizuri mtu akikuja anaona vile tumetetea Mwenyezi Mungu. Unaona mtu mwingine huwa hafurahi. Hata kuna mtu mwingine tulikuwa tunakuja naye tulipokuwa tunacheka kanisa hapa. Alikuwa ananiambia akinipatia plan, nyumba hata ikije kwenye mtu anauza hivi na mkono pale juu, ni sawa tutacheka baadaye kwa sababu hana shughuli ya advancement katika maisha. Labda ulizaliwa katika kitanda kile cha mipira. Mshahara hizo vitanda. Hapa tunakilalia mnakuja pale kama hapo. Umebarikiwa, unapata 1000 yako moja kwa mwezi, lakini uko tu na hicho kitanda. Ni afadhali Mungu atusaidie tukuje tuichome. Tusaidie kuchoma hiyo kitanda. Tumpige kwa Yesu makofi. Inferiority. Yaani mizizi ya kukataliwa. Mizizi. Koleko. Kukataliwa ni kitu kibaya sana. Yaani vitu duni. Mtu mgumu na vitu duni. Keyboard kama hii sasa tunataka tuiondoe kwa sababu sio mzuri hata kidogo. Tunataka ile keyboard ambayo ni advanced. Lakini kuna watu mnakienda kwa mkutano, hawa watu wanajua tu kukura watu kichwa. Sasa tunaambiwa tununue keyboard na iko hapo. Ni ya nini? Sasa unashindwa ni muhame hiyo kanisa, muende ingine muachie hiyo kwa sababu ya kuwa hivyo, kuwa wakumu. Ya kukataliwa ni kitu ambacho ni hatari. Kukataliwa ni kitu ambacho ni hatari. Kukataliwa, unaweza kutana na watu ambao wamekataliwa. Ukiolewa na mtu kama huyo mwenye ako na mizizi ya kukataliwa, yeye anajua pesa ni za kuweka kwa bank. Akisikia mke akisema ya kwamba na sasa nikitaka niende saluni na zile pesa ambazo ninaitisha, ni gapi unaitisha gapi? Sio nyingi, ni 1600. 1600. Oh, tutajua. Hiyo amemalizana nayo kwa sababu hajawahi nyolewa na zaidi ya shilingi 20. Kunyolewa. Hapo unajua vile atajijazia. Hapa nimekosea kwa sababu nimeoa kahaba huyu. Hawa ni wale watu ambao ni wabaya sana. Venye huyu amelelewa. Yaani hivyo. Hivyo. Inferiority complex. Bwana asifiwe. Hivyo. Kuna watu wengine tulikuwa nao siku nyingine juzi na tulikasirika sana na mama Douglas kwa sababu huyo mama alikuwa anasema ya kwamba yeye akipika ugali, na ni watu wamebarikiwa. Yaani ni vizuri kukaa kama umebarikiwa. Ndipo sana sitasema sana, lakini ni vizuri unaonyeshana outward ya kwamba uko na Mungu, si ndio? Sasa ni watu wamebarikiwa kabisa. Lakini na ni vizuri tu kutotupa chakula. Lakini wewe mama akipika ugali, na sio ule ugali ambao ni mzuri ati wa boga na ugali, ni ugali mwingine tunaita kwa Kikuyu gojagoto. Na ni kweli, ninaambia hadithi ya kweli. Ndio watakula mchana ikiwa baridi, wakiwa na mzee wake, na waikule jioni. Yaani kwa ufupi anapika kikujagoto kiki sana. Hicho kiugali ndikakichanganya huko na viazi. Anapika ikiwa mlima. Tulikuwa tunaambiana mama hata kiasi anaweza kuitupa. Yaani vitu duni. Na huyo mama achani niwaambie, akikuja kwa duka, kuna wakati alikuwa anakuja kwetu dukani tukiwa na mama Douglas. Yeye akitaka kununua sweta, anaitisha sweta ya 2000 ama 3000 na hawezi bargain. Lakini chakula badala na wako na pesa zimejaa kwa pale. Mama Douglas alikuwa ananiambia, badala ya kutuma na hata kama ni kuota ya nyama anapikia mzee vizuri, wao kwa wiki wanajipanga na hiyo kuchagoto ya mara ngapi? Rejection. Hivyo. Bwana asifiwe.
Msikue hivyo tafadhali. Vidonda, tunasema kuhusu vidonda. Kuna kidonda kingine kiko hapa ambacho tunaita insecurity. Insecurity. Hiyo ni kusema usalama, kutokuwa na usalama. Kwa gani ile? Nitayo. Asha ogiteri. Insecurity. Insecurity ni kusema ya kwamba sikizeni wapendwa, uko na mtoto wako hapa siku ya leo na umebahatika umempeleka shule Nakuru. Umempeleka shule pahali. Lakini unaporudi unasikia kwamba sina usalama hata kidogo kwa sababu ya hiyo shule yenye nimepeleka mtoto, sina usalama. Ninasikia kwamba he is not safe. Mtoto wangu, kijana wangu hayuko katika usalama tu. Tuko pamoja? Huo usalama wenye unautafuta wa ndani unaukosa, unasikia kwamba huyo kijana hayuko salama hata kidogo. Wakati tunasema insecurity ni mizizi ya kukosa usalama. Yaani unaoa bibi siku ya leo, lakini kuanzia siku ya leo yenye umeoa unaanza kusikia kwamba huyo bibi hayuko salama hata kidogo, anaweza enda ama anaweza ibiwa dakika yoyote. Kwa hivyo ni kumchunga na ukali. Unaweza sikia mtu akisema kwa unajua siku hizi watu wanajifanya maraya sana siku hizi, na ni huyu anaapiwa. Mimi ni mke wako pika kama mke fulani. Sasa kwake kunakaa matisho kwa sababu ya insecurity. Ni maana ni torosho. Sikizeni wapendwa. Kuna mama mwingine. Mzee wake alipopata ugonjwa akapelekwa hospitali. Yeye alikuwa anakataa kabisa kupelekwa hospitali. Yaani asiende kwa sababu alikuwa anajua akilaza hospitali atakufa. Unajua alikuwa anasema namna gani? Mimi najua mnataka tu kunipeleka hospitali ili nikufe uoe bibi mwingine. Na ni mtu mgonjwa kabisa. Huyu mama ni, sikizeni wapendwa, hawezi kupumua. Unasikia akipumua. Unaona akiweza kuongea, mimi anasema mimi sipendai kwenda hospitali kwa sababu huyo anaweza taka kufa aoe. Shida yake sio kupona. Shida yake sio kupeleka hospitali, shida yake kubwa ni insecurity. Hakadhuri na kahikalia. Insecurity. Insecurity. Mizizi ya kukadhuriwa tena niwaambia watu wa Mungu. Yaani unaolewa, mtu anakuoa, anakuchagua, anakuoa, lakini unaanza kuwa na shida ya usalama. Sina usalama na huyu mzee, na yeye amekutafuta. Na amekutana na wanawake zaidi ya 100. Akakwambia ndio ya kupeleka na akalipa vitu kapelekwa nyumbani. Kwanza hapo ndio yake ile ikafinya, unakula tu chakula zinakwambia hapa ni insecurity. Anaweza ipiwa. Unajua hao mama, insecurity ni hatari. Insecurity ni hatari, rejection ni hatari. Bwana asifiwe. Yaani inakufunika macho, huwezi ona mwangaza. Huwezi jua. Kuna mtu anasema ya kwamba kuna wamama wengi wanakatazwa kuja kanisani kwa sababu ya insecurity ya wazee. Mtu anafikiria kwamba ukienda ukae katikati ya wanaume wengine ni lazima no kinya opo. Kupona githari niki mutita hivi. Ati kuupwa. Ugakora thĩ ĩrakarĩte na biũ ĩraringa indo kũnginya gũkũ matete. Insecurity. Wainuka. Ũropo tondũ ndũrĩ haki. Ũkĩmũhingĩra nĩ kũkũ ũtangĩokĩrwo. Insecurity. Nĩ kĩndũ kĩũru mũno. Bwana asifiwe. Yaani hauna hekima. Huwezi enda kwa wanaume ukae nao katikati mfanye kazi na umalizie uwaambie kwa heri na uende nyumbani, mtu anaona kama utaibiwa hapo katika. Yaani insecurity inashikana na kiwivu kingine, wivu wa shetani. Bwana asifiwe. Ni mizizi ya kukataliwa. Ukiona mtu wako hivyo ako insecure. Yaani anasikia mtu wake ako exposed. Hallelujah. Praise be to God. Amen.
insecurity, kutostahili. Jambo lingine tunaona ni ya kwamba unaona ya kwamba haustahili, inadequacy, kutostahili. Mimi sistahili hata kidogo. Mimi venye niko sistahili. Hata ukikuja kanisani unakuta mtumike, ukimwambia, wakati nilikuwa na rejection kabla sijakuwa delivered, mimi nilikuwa hivyo. Pastor alikuwa ananiambia, ananiita pale. Unajua tumepigana vita gani na pastor kwa hapa? Mimi pastor tulikuwa tunapigana vita kali. Wewe Douglas, toka huko kuja huko hapa. Ninashindwa sasa huyu. Mimi wakati nitahama hii, kama uokovu ni huu, nitahama hii kanisa kabisa. Na nilikuwa ninakataa kukuja, na nikikataa kukuja alikuwa mkali, ananikujia nyumbani. Huyo alikuwa mkali kuliko mimi. Ile mara ashanikujia nyumbani. Akaikira. Ati nikae hapa. Mimi nilikuwa ninajijua vizuri, nastahili kukaa pale kwa giza. Kuna watu wako kwa giza pale nyuma. Nisalimia hao watu kwa giza hai. Ninaona hapo. Na mtoke hizo viti mkuje huku. Mimi nilikuwa hivyo. Mimi nilikuwa nataka giza huko. Mchungaji alifanya kazi kubwa sana ya kuniombea. Imagine Mungu alitumana mwenyewe niwekwe mafuta. Ndipo hata wokote lile huko. Hivi venye Dani anasema, unakuja unamulikwa na mataa kama haya. Halafu unaenda huko hewani, haujali watu wanasema namna gani. Haushidi hapa ukijia, unaona kama siku gari siku kufuatia kiatu kizuri. Hauna shughuli sasa, unakuwa free. Jambo lingine ni aibu. Tunakuwa na aibu, unworthiness, kujidharau. Unakuta mtu ni mizizi ya kukataliwa. Unakuta ya kwamba watu wako na aibu. Yaani mtu ako na haya. Hata akisimama mbele za watu, unakuta ya kwamba anaibika. Mudoshi horitonde tomi. Kwemena. Sometimes they think that there's something wrong with them. There's something wrong with me. Kuna wanasema kwamba mimi sio nilifio. Mimi nilifio fikiro kama mbele hapo. Na unajua kuna watu wengi kama hao. Mimi naona mimi siko sawa. Mimi sistahili kusimama mbele za watu. There is something wrong with me. I'm not good. Wewe ndio utaongelesha wana Sunday school ama wana youth Jumapili ijayo. Sasa nitasimama aje? Anaweza anza kujitayarisha kutafuta kuanzia mate. Nitafaka wachana kwanza. Anatoa trouser. Anaivaa. Anaenda kwa kio anajiangalia aibu. Kwa sababu hako safi na kile ambacho kwa sababu anatafuta kukubalika, anakosa. Jambo lingine ambalo tunapata nikimalizia ni kufukika ama kufukika kwa mawazo, psychological blocks. That's very powerful. Psychological blocks. Because of the walls built, the person becomes totally blocked, totally closed. Resistance to open up in relationships. Wow. Psychological blocks. Because of the walls built, the person becomes totally blocked, totally closed. Resistance to open up in relationships. Hivi ni kusema kwamba kimawazo, kifikira, huyo mtu anakuwa amefungika, anakuwa amefunga. Hivi ni kusema ya kwamba amefunga kabisa, hajui, hakuna jambo nzuri mnaweza ongea na yeye mkubaliane. Amefungika.
huwa hata mkianza kuongea, yani ukalikuwa mrusho ni quality ni kiro ni quality ya maisha ako nayo, lakini unakuta kwamba hataki kufukuka. Mnaweza kaa na yeye ni kwa relationship, lakini ako na siri nyingi zake hawezi ongea. Mahasira zake ni nyingi, mambo yake ni mengi, lakini hawezi fukuka. Huwa ukiona amefukulia tu kitu hivi, usikie kuna kitu amesema, labda kuna jambo kubwa ambalo kuna furaha, amekuwa over excited mpaka akafukuka kidogo. Yaani hamjai kutana na watu kama hao? Watu wazito. Hata mnaweza ongea, watu wacheke, lakini unaona hacheki. Hata anaweza mkicheka anaangalia hivi, anaenda pale mwisho na screen. Bwana asifiwe. Amen. Self accusation, mashtaka. Haya ni majarishi ni iroda. Unakuta mtu ana mashtaka, anajiaccuse. Sasa kwa nini nilifanya hivi? Mimi ndiye nilikosea katika maisha. Mimi ndiye nilifanya makosa. Ndio ile niko ikirata. Nilifanya hata wakati nilikuja nikanunua hii shamba, naona nilikosea. Unakuta mtu anajiaccuse. Tafadhali msilale. Hiyo ni mizizi. Naona mili ya rejection. Ndakora wapendwa ni ukwati. Ni hatari. Self accusation. Self condemnation. Hukumu. Yaani kujihukumu. Sasa niliona tu nitende hivyo. Mungu uliona tu nikaa hivyo, kama vile dada yetu alikuwa anasema. Kujihukumu wengine inaanza kutokea, inaweza kuresult mimi naweza jiua. Mungu uliona tu nikuwa hivyo, rejection. Mtoto anaweza zaliwa kwa sababu wazazi hakuwa anapenda. Mtoto huyo akikomaa, hiyo ndio inakuwa mizizi. Na hajui ni kitu tu kwa sababu kiko ndani. Mungu kujihukumu kila wakati. Kujihukumu. Okay. Inability to or refusal to communicate. Yani inability to communicate. Inability to or refusal to communicate. Unakuta mtu kuongea kwake, wewe no ishirele gudoma thomete gathie ng'ambo. None inability to communicate. Kisha gira tini. Wanataka kumakana mna sasa. Dokter hiyo kwa leo. Kwa sababu hataki hajui kucommunicate. Akicommunicate sana, kwa miaka ya terere, kwenda. Yaani hajui kucommunicate. Akicommunicate ni lazima atatukanana. Wengi wanasema namna gani? Ni wakwatia ragia muno. Tiko leta ragia muno, no ekuhoro agia muno. Mare botho. So, communicate. Bwana asifiwe. Yaani kutojua kuongea. Hata akikuja hapa hatutaki aongee sana kwa sababu atatoka nje toe. Ni kutohoka. Teto. Bwana asifiwe. Yeah. Rejection. Bwana asifiwe. Unasikia mtu labda inability to communicate. Tunakuta ya kwamba ni hilo kile amekuja kushuhudia hapa na anaongea yake yote yake nyumbani. Unaona hata jana mama yake alipokuja nikamwambia mimi hata tukikosana naweza kukupiga. Anaekea mpaka mambo ya kwake. Ya kwake mpaka ya rumu zingine. Ya. Tupige kwa Yesu makofi kwa sababu sisi hatuko hivyo. Tunajua kuongea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni mizizi, baadhi ya mizizi. Fear of failure. Huyu mtu
huwa anaogopa. Kuna vidonda, anaogopa kukosea. Mimi siwezi tenda jambo lote nisikosee. Afadhali nikae mpaka kwake. Afadhali akae tu hapa. Mimi sitaki kukosea. Fear of failure. Ushaona watu kama hao? Afadhali ukosee ukifanya kazi kuliko ukosee kwa sababu ya kuogopa. Bwana asifiwe. Niye ndiendaga kwaria ndikahetie. Todo aria no nginya ahetie. Mimi sitaki kufanya jambo lote nisikosee. Hiyo ni mizizi, sio kupenda kwako, ni kijeraha, ni kironda. Wapendwa, ni kidonda kama vidonda vingine. Fear of failure, fear of others' opinions. Uoga wa maoni ya watu wengine. Ujue ako na uoga wa kushindwa, wa kuanguka, na pia ako na uoga watu wengine wakitaka kutoa maoni anasikia akitetemeka, nimekuga. Ukianza kuongea anaanza kuwa sensitive. Anaanza kuchunga. Anaanza kuchunga maneno. Yaani kuchukua neno moja hapa neno lingine pale. Over sensitivity ya fikira. Opinion. Ukitoa jambo fulani anaweza kulishika hivi, na ni kwa nini Naomi alisema hivyo? Yaani ako na uoga kwa sababu ya maoni ya watu wengine. Uoga wa kukosea, uoga wa maoni ya watu wengine. Hizo ni vidonda. Uoga wa kujionyesha ama uoga wa kujidhihirisha kwamba kile ambacho kiko ndani, mtu anakuwa na point, not akata kwa express. Yaani anashindwa kabisa. Hata mkiongea unaweza kumpiga ati hataki kuongea, lakini hajui kuji express, na yeye hapo hivyo. Jambo lingine ni depression. Nikimalizia kwa sababu ya hizi vidonda. Depression ni kusema huzuni. Unaweza kuta mtu ya kwamba huzuni yangu sio huzuni ambayo inaletwa na jambo fulani ambalo limeleta huzuni. Huzuni yangu iko na mizizi. Haleluya. Yani my depression or my sorrow is rooted in my spirit. Hata kukiwa kumesherehekwa namna gani, labda kulikuwa ndoa ama kuko na sherehe namna gani, unaweza kunikuta jioni nikiwa nimeketi pahali niko na huzuni. Unajua mtu mwenye ako na huzuni huwezi shika. Mtu mwenye ako na huzuni, depression. Bedine wito. Hiyo ndio imefanya ujumbe huu Mwenyezi Mungu alete deliverance. Kama Mungu anaweza ponya miguu kama hii ambayo iko na chumba ambaye hako anaweza kutoka hata kufika mahali pale, Mungu hizo chumba Mungu anazishikanisha na nyama, anaweza kusimama na kupata hapa. Depression yako ni mmoja nyingine wapendwa. Yaani huzuni, hebu nionyeshe kwa mkono kama kuna ujasiri wa kutosha, kama uko na huzuni, kama unajihisi uko na huzuni ya kiasili. Yaani wewe kaleti udoga kama koronikia, kuna huzuni inakukuta pahali unajikuta wewe kile hado ogeshira leke future. Ogeshira leke mamwani. Kuna fikira hapa kweli. Unajifikiria. Kuna kuta umejishika hapa. Unasikia lakini haujui ni sehemu yako. Okay. Kuna mtu anainua mkono. Siku nimeangalia amen. Ya, ndio yangu bwana iko. Ya, chukeni vizuri. Hata mimi nilikuwa tu hapo. Tika nilikuwa kidogo. Hinya wakaje kukomogonia in the name of Jesus. Yeah, in the mighty name of Jesus. Receive your healing. The healing of the soul. The healing of the spirit. In the mighty name of Jesus.